Kama ilivyo ada kwenye kuanzisha taasisi yote, inahitaji vitendea kazi, ikiwa ni pamoja na miundombinu. Tumekuwa na changamoto ya kujenga mabweni, kutanua pahala pa kulia na pahala pa kusalia, kuboresha miundombinu upande wa maji na upande vile vile wa mazingira, katika uhalisia kwamba tumejikuta hapa pahala ambapo uhalisia wa Kahama kwa sehemu kubwa nusu mwaka karibu inakuwa na ukame, na vile vile uhalisia kwamba unajenga huku unaingiza vijana. Kumbe hiyo ni changamoto ambayo ni tofauti na seminari nyingine ambazo zimejengwa kwanza alafu ndio sasa vijana wakaingia. Kumbe hapo kuna kuweko na namna fulani ya ugumu wa awali wa kuweza kujisimika na kujiimarisha. Vile vile changamoto nyingine inakuwa ni uhalisia wa kupatikana fedha, pamoja na karo ambayo maaskofu wamekuwa wakitoa, lakini haikidhi vianzio vya kuweza kuendesha seminari. Lakini zote hizo zimekuwa ni fursa ambazo zimetuimarisha na kutufanya tufikiri na kushirikiana zaidi kama watenda kazi, ili kazi ya Mungu iweze kufanikiwa. Kwa sasa kati ya changamoto ambazo tunaendelea kukabiliana nazo, lakini taratibu tunazipa mwelekeo, ni kuwa na ukumbi wa kujitosheleza kwa ajili ya shughuli za vijana za kujitanua na kuweza kuwa na semina na mambo mengine ambayo yanatumika kwenye kumbi, kwa sababu hadi sasa mazungumzo yaliyo mengi mengine tunayafanyia kanisani, lakini hilo ni muhimu tukawa na ukumbi ambao utakidhi mahitaji hayo, sio kwa ajili yetu tu, lakini vile vile kwa ajili ya kutoa mafunzo na kuwa na mahusiano mazuri ambayo tunaweza tukaendeleza katika mazingira na katika utume wa mzima wa kanisa katika maeneo haya ndani ya jimbo hili. Lakini cha pili, kutokuwa na konventi ya watawa, ili mpaka sasa imekuwa ni changamoto ambayo kwa kweli mipango inafanywa kuweza kuona kama tutakuwa na konventi ya watawa. Na miundombinu kwa ajili ya michezo na mapumziko ya vijana na yenyewe ni kitu ambacho bado tunakipa kipaumbele, na huko mbeleni vile vile kuendeleza uzio wa seminari ili tuweze kuwa na usalama na mazingira stahiki. Na vile vile tuna mpango wa maendeleo wa 2023-2028 ambapo bado tunahitaji vile vile kujenga kanisa la hadhi linalolingana na hadhi ya seminari, ni kuwa na miradi endelevu kwa upande wa kilimo, kwa upande wa ufugaji, ili seminari iweze kujitegemea. Na hivi tunavyozungumza, mojawapo ya mikakati ambayo tunayo ni kuwa na kilimo cha umwagiliaji, inajulikana kama umwagiliaji wa mvua wakati wa kiangazi, ili tuweze walau kupambana na mabadiliko ya tabia ya hali ya nchi, na vile vile kuimarisha miundombinu kwa ajili ya usafiri na vyombo vya kusafiria wanafunzi, uwezekano wa kuwa na trekta, uwezekano wa kuwa na vifaa ambavyo kwa kweli vitatusaidia ili tuweze ndani ya mazingira ya tuliomo kuwa na vitendea kazi stahiki, ikiwa ni pamoja na upanuzi wa maktaba na vyombo vya mawasiliano ambavyo tunajaribu kuimarisha hadi sasa, ikiwepo na hii jitihada ya kuanzisha hiki chombo cha mawasiliano tuweze kujitangaza na kujulikana ulimwenguni kwamba na sisi tupo. Ujumbe nilio nao ni ujumbe wa matumaini, moyo wa shukrani kabisa, kupitia kampeni ya Kwaresma ambayo tumekuwa nayo hapa seminari. Tumeungwa mkono kikubwa na vile vile majimbo na mababa maaskofu, kwa kweli wamechangia hii seminari iweze kusimama na kuendelea kuipa kipaumbele kupitia bodi sasa ya seminari ambayo ipo, bodi ya seminari yenyewe na bodi ya kitaifa ya seminari kuu. Kwa kweli jumbe nilio nao ni kwamba
malezi na makuzi ya mapadri ni kipaumbele ambacho inabidi kiendelee kupiganiwa na kwa kweli kuimarishwa, kwa sababu tusipokuwa na vijana ambao wameandaliwa na kuiva, wamekomaa na wanaopenda wito wao, hatuwezi kufanikisha kamilifu kazi ya uinjilishaji. Na hivi tunaomba muendelee kutuunga mkono, tunaomba muendelee kutuombea, na vile vile muendelee kututembelea na kuona uhalisia wa tulipo, ili kwa pamoja tuweze kuimarisha vianzio vya seminari kukua, kwa sababu bado tuko wachanga. Ndani ya miaka 6-7 hii bado tunahitaji, ni kama tunatambaa, tunahitaji bado kutembea, tunahitaji bado kukimbia, ili na sisi tuweze kutoa matunda ambayo yatachangia katika uinjilishaji ndani ya kanisa kitaifa na kimataifa. Asante sana na mbarikiwe na utume unaoanza. Mungu aupe neema na baraka. Asanteni.